Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia agiza Wizara ya Maji kuhakikisha kuna uendelevu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Migogoro ya ardhi kwa halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya bado ni changamoto. Na katika habari za kimataifa, mgomo wasababisha kufungwa uwanja wa ndege wa Hamburg nchini Ujerumani. Na miongoni mwa tulionayo leo hii ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameiagiza Wizara ya Maji kuhakikisha kuna uendelevu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi ili huduma hiyo iwe na tija iliyokusudiwa. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeyo. Rais Dr. Samia ameeleza hayo baada ya kuzindua mradi wa maji Same Mwanga Korogwe mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema ni muhimu kuwe na uendelevu wa huduma hiyo kwa kuwa wananchi wana uhitaji wa maji safi na salama. Aidha, amewataka wananchi kuutunza mradi huo kwa kuwa umetumia gharama kubwa katika kuutekeleza hadi kukamilika kwake, na kwamba ukitunzwa vyema utaendelea kuwa na manufaa. Mradi huu ulisuasua kwa muda mrefu sana, lakini kwa sababu mimi huwa siamini kwenye kushindwa, nikamwambia waziri na waziri wa fedha, huu mradi lazima tuumalize. Kwa hiyo sasa fahari yangu leo ni kubwa sana kwamba hatimaye mradi huu umekamilika na nimerudi hapa Same Mwanga kuja kuzindua mradi huu. Lakini furaha yangu ni kwamba wananchi wameshaanza kutumia maji yatokanayo na mradi huu. Wizara ya Maji, asanteni sana. Taendelea kushukuru Wizara ya Maji na wote walioshiriki katika kukamilisha mradi huu. Sanjari na hayo, Rais Dr. Samia amewahimiza wananchi kuendelea kujitokeza kujiandikisha na kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura ili wapate kuchagua viongozi wanaowahitaji katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu. Awali, Waziri wa Maji Jumaa Awesu amemshukuru Rais Dr. Samia kwa maelekezo yake yaliyosaidia kufanikisha mradi huo na kuahidi kuwa wizara itaendelea kusimamia vyema utekelezaji wa miradi ya maji ili wananchi wapate huduma. Naye Naibu Spika wa Bunge Musa Azan Zungu ameipongeza serikali kwa kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ya maji ambayo itakuwa na manufaa kwa wananchi. Asante sana Mrisho Mapeyo. Migogoro ya ardhi kwa halmashauri ya wilaya Mbarali imeonekana kuwa changamoto, ikiwa ni pamoja na madhara yanayotokana na migogoro hiyo, huku wananchi wakilaumu eneo la makaburi yao kuchukuliwa na kijiji kingine. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na wananchi wa kijiji cha Azimio Mswiswi, halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, baada ya watoa elimu ya msaada wa kisheria inayoendelea nchini wakihoji masuala ya sheria kwa watu waliochukua eneo lao la makaburi na kutaka kujimilikisha. Mlima inaonekana kuna issue kametokea, wanachukua mawe, watachukua wale, lakini moyoni bado wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu mimi toka nazaliwa nipo pale nafahamu. Na watu waliokuwa nalima mashamba pale kama Nsheshe, kuna miaka fulani nimeenda mahakamani, lile eneo likawa limerudi Azimio. Sasa leo linaponiambia limerudi tena Kigowe, hapo ndio maana nimeacha kwenda hata shambani, nimesema ngoja niangalie sheria na majibu mazuri yako mwenyekiti kwenye maeneo yote mawili na alivyotoa mtaalamu. Labda eneo hili tunalolizungumzia sio la mtu binafsi, ni eneo tengefu ambao tuko nazika kama kijiji, kwa sababu sisi lile eneo tumeendelea kupeleka ndugu zetu pale na kuhifadhi. Hivyo basi, kutokana na haya yote, pamoja na kwamba walikuja wataalamu kutoka huko, tunataka tujue kisheria linakaeje. Kwa upande wake, afisa ardhi kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali Emiliana Chami ametoa elimu hiyo kwa wananchi hao kutokana na mgogoro huo. Shirikishwa ilikuwa siku tarehe 25 ndio ripoti huko mwezi wa pili na kuendelea hapo, si ndio mwenyekiti? Mkakutanishwa halmashauri zote mbili. Halmashauri zile zina wajumbe ambao nyewe mliwaamini kwamba watakuwa wawakilishi wenu. Wawakilishi wenu walikaa wakachakata, wakajua kabisa ili tufikie mwafaka lazima tufikie mpaka wetu wa maridhiano. Wakaridhia, wataalamu wameshachukua vipimo, wameenda kuweka kwenye nyaraka, kwa hiyo inabidi tuheshimu mamlaka iliyokuwepo. Na ni juzi tu hata mwezi haujaisha toka vipimo vya kuchukuliwa. Tunaelewana?
Kwa hiyo tufuate mamlaka, kwa sababu wataalamu ndio tayari walishafika kuwapima. Wakapima, mlikuwepo, mwezi haujaisha. Kwa sasa hivi hatujaja kutengua torati. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Azimio Mswiswi amezungumzia makubaliano yaliyopatana kati ya vijiji hivyo, ikiwa ni pamoja na makaburi hayo kuendelea kutumika na waanzilishi wa eneo hilo. Ngao kama hivyo tumekaa mara nyingi, tunaishia njiani. Kwa hiyo tukashauriana na wazee hawa ambao ndio wenye mpaka kweli kweli. Hatuwezi kutafuta mtu mwingine ambaye anaweza kaelezea mpaka ule. Tukampigia simu mzee Mwanguku naye akasema kama hao wamechemka, basi watu wengine hawapo ambao wanaweza wakatuonyesha. Kwa maslahi ya wananchi sasa, kwa sababu tulipima mashamba, tulipima nyumba zetu ili tuweze kupata hati, lazima tulizie ule mpaka wa 2007. Kwa tukashauriana pale kwamba basi tulizie, lakini tukaja kwenye makaburi. Inakuaje makaburi? Makaburi tuliongea nao wakasema muendelee kuzika. Lakini kwa sababu siku hazifanani, kuna siku tutawakwaza tuseme ondokeni. Kwa sababu sio petu. Leo tumewafurahisha, kesho tumekosana kwenye maji, sana makaburi yenu muondoe. Tutaondoka. Kwa hiyo nafikiri tunapoendelea kuzika tulikubaliana kwamba tutaendelea kutafuta eneo lingine kwa ajili ya kufanya maziko. Nikushukuru sana Daniel Simelta. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, wanawake kutoka kampuni ya Aquacool inayozalisha maji ya kisima imetembelea wodi ya wazazi hospitali ya Rufaa mkoa wa Temeke na kuwasaidia vifaa mbalimbali wanawake waliojifungua pamoja na wauguzi ili kuwatia moyo kwa kazi wanayofanya. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya kukabidhi misaada hiyo, afisa rasilimali watu kutoka kampuni ya Aquacool inayozalisha maji ya kisima, Maria Goreti Mkenda, amesema kampuni hiyo inathamini na kutambua jukumu walilonalo wanawake la kuleta watoto duniani, hivyo wanahitaji faraja. Aidha, Maria Goreti amesema kuwa kampuni hiyo pia inatambua na kuthamini kazi inayofanywa na wauguzi na watumishi kwenye sekta ya afya, hususan wanawake, na kusema kuwa wanahitaji kutiwa moyo ili kufanya kazi hiyo kwa ufanisi. Tumeona tuungane na wanawake wote. Sisi kama wanawake wa Jumuiya ya Wanawake Kisima tumewakilisha wenzetu kuja kuleta zawadi kidogo kwa wodi ya kina mama na wazazi, na pia kwa wauguzi na watoa huduma ya afya katika hospitali ya Temeke. Tunajua katika sekta hii ya afya wanawake tupo asilimia kubwa sana, ambapo kuna madaktari, wauguzi na watoa huduma ya afya, na tunathamini na tunashukuru kwa mchango wao kwa kutupatia afya kwa wakina mama. Kwa upande wake, kaimu muuguzi mkuu hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Temeke, Beatrice Temba, amewashukuru na kuwapongeza wanawake kutoka kampuni hiyo ya Aquacool kwa kuona umuhimu wa kutembelea na kutoa misaada katika hospitali hiyo, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha watu mbalimbali kufanya hivyo, kwani mahitaji ni mengi, huku mmoja wa akina mama waliojifungua Zamoyoni Rashid akishukuru kupata msaada huo. Kwa niaba ya uongozi mzima wa Temeke Hospitali tunapenda kuwashukuru sana kampuni ya maji ya kisima, wanawake wa kampuni ya kisima kwa kututembelea siku ya leo ya kilele cha wanawake duniani. Tunapokea zawadi zenu kwa moyo mkunjufu na mweupe kabisa, na tunathamini mchango wenu kwa ajili ya mwanamke, na tunasema asante sana. Mungu awabariki. Pale ambapo mmetoa, basi Bwana akapate kuparejesha. Tunapenda kuwashukuru taasisi ya maji ya kisima kwa zawadi ambazo mmetuletea. Mwenyezi Mungu awabariki, awatie nguvu. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani huadhimishwa duniani kote kila ifikapo Machi 8 ya kila mwaka, ambapo kwa mwaka huu hapa nchini kitaifa yamefanyika mkoani Arusha. Nikushukuru sana Mrisho Mapeo. Katika kutambua uhitaji na kuwathamini watu ambao wanapitia hali ngumu ikiwemo kuugua, kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Geita Kati limetoa zawadi mbalimbali pamoja na kuwaombea wagonjwa katika hospitali ya Manispaa ya Geita mkoani, ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya juma la matendo ya huruma kwa kanisa hilo. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Akizungumza baada ya kuwatembelea wagonjwa hao mapema leo, mchungaji wa kanisa hilo Babu Sobu Osodo akiwa ameambatana na viongozi na waumini wa kanisa hilo wamesema utaratibu huo
wa kuwakumbuka wahitaji utakuwa endelevu, huku kiongozi wa vijana Charles Pani na mzee wa kanisa hilo George Aiti wameiomba jamii kutokuchoka kutenda mema, ikiwemo kuwasaidia watu wenye mahitaji. Tunamshukuru Mungu pia kwa kanisa, nirudi kwa kanisa, liwe ni tendo endelevu kwa kanisa kama ambavyo tumeanza. Juma hili lote tutafanya huduma hii na tunatamani kama kanisa na kanisa kiulimwengu hata na wengine pia waendelee na njozi hii kuifanya, isiwe tu ni katika miezi ya matendo ya huruma, lakini iwe siku zote kuwahudumia wagonjwa. Wanafurahi sana tunapowaona, wahitaji wanafurahi sana tunapowashika mkono. Wasi tu jamii kwa ujumla kwamba tunao ndugu zetu ambao wana mahitaji muhimu, tusichoke kutenda mema. Tuendelee kuwatambua na kuwatembelea na kuwapatia mahitaji yao, ili kwa pamoja tuweze kushiriki mibaraka ya Mungu na hatimaye Mungu aweze kutubariki kwa pamoja. Na dini iliyo safi kama Biblia inavyosema ni kuwaona wagonjwa na kuwasalimia na kusaidia watu mbalimbali ambao wana shida mbalimbali. Nao baadhi ya wagonjwa wameshukuru kwa msaada ambao wamepatiwa kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Geita Kati. Nimeomba vizuri sana. Sasa asante kutupa msaada wa Wasabato. Tunafaidika vizuri. Tunatolewa vizuri kabisa. Hamna changamoto sijaona. Katibu wa afya katika hospitali ya manispaa ya Geita, Magoma Butaga, amelipongeza kanisa hilo kwa kuwakumbuka wagonjwa, huku akiwaomba watu wengine kuendelea kujitokeza katika hospitali hiyo kutoa msaada kwa wahitaji. Uongozi mzima wa hospitali ambao ni timu ya uendeshaji wa hospitali, tunawashukuru sana kanisa la Adventista wa Sabato Geita Central kwa matendo haya ya huruma. Kwa kweli na wafariji wagonjwa, lakini na tupatia nguvu na sisi watu wa huduma kwamba kuna wenzetu ambao kwa kila ambacho sisi tunakifanya cha msaada wa kitaalamu, lakini hatuwezi kufikia mahitaji yale ambayo ni ya kimwili na mahitaji ya msingi ambayo ni vyakula pamoja na mahitaji mengine kama haya. Hawa tunawakabidhi mikononi mwako, ni wadogo kabisa. Malaika hawa ninakusihi endelea kuwagusa ili uwatetee na wazazi wao wapatie moyo wa kuwahudumia. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina. Asante sana Joel Maduka. Kampuni ya Airtel Tanzania imezindua chumba maalumu cha kuhudumia wakina mama na watoto wakati wa kazi kwenye makao makuu yake jijini Dar es Salaam, lengo likiwa ni kudhihirisha dhamira yake ya kuunga mkono wakina mama waweze kufanya kazi pamoja na kulea watoto wao. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyangu inasomwa na Miriam Mlaponi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chumba cha kuhudumia wakina mama na watoto wakati wa kazi, mkurugenzi mtendaji wa Airtel Tanzania Charles Kamoto amesema mpango huo ni muhimu katika kuchochea utekelezaji wa sera za ujumuishi wa kijinsia kwenye eneo la kazi na kuweka mazingira rafiki kwa wazazi kuwahudumia vichanga vyao wawapo kazini. Kwa upande wake mkurugenzi rasilimali watu Stella Kibacha amefafanua kuwa mpango huo unahakisi dhumuni la Airtel Tanzania kutengeneza eneo la kazi ambapo wanawake wanaweza kupata maendeleo, kwa kuwa chumba hicho kitaboresha maisha ya kina mama ambao wanafanya kazi, huku mkurugenzi wa ugavi wa Airtel Tanzania Daniel Akufo akibainisha kuwa chumba hicho kipya kinaonesha adhma ya Airtel katika maono yake ya ujumuishi na uwezeshaji. Tumeenda kuangalia mama huyu ambaye anapokuwa ameajiriwa, anapokuwa ana mtoto au anapojiandaa kupata mtoto, kubarikiwa mtoto, mazingira ya kazi yanamsaidiaje mama huyu. Kwa kampuni ya Airtel Tanzania kama nilivyosema imekuja kivingine, tumeandaa chumba kimoja kizuri sana hapa tulipo kama mnavyoona. Sehemu yote ukiona herufi ukiona wanyama maana yake ni sehemu ya watoto. Kwa hiyo sisi tumewawezesha kina mama katika kampuni hii, wale ambao wanatarajia kuwa na vijana kama mpendwa dada hapa, yani atakapobarikiwa kupata kijana huyu, anapokuwa na majukumu baada ya kumaliza maternity leave yake, bado ana uwezo wa kuja na mtoto wake mahali hapa, akamweka akiwa macho, akacheza hapa kwenye michezo. Yeye anaweza akakaa kwenye kiti hapo akifanya kazi, akamhudumia mtoto hapa kwenye kitanda. Yani hii yote ni kuhakikisha kwamba
kina mama wanapewa kipaumbele. Naye mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa Airtel Tanzania Adriana Liamba amesema kuwa mpango huo ni muhimu kwa sababu unawezesha kina mama wafanyakazi wawe na saikolojia chanya kazini. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mgomo wasababisha kufungwa uwanja wa ndege wa Hamburg nchini Ujerumani.